Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu hii ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari hii ya sherehe ya Pentekoste, na ujumbe ambao tunao leo unasema Babeli ilitawanya, lakini Pentekoste ikaunganisha. Babeli ilitawanya, Pentekoste ikaunganisha. Ndugu zangu, leo kanisa lote duniani linaadhimisha hii siku moja muhimu sana, moja ya siku muhimu sana kabisa, sherehe ya Pentekoste. Leo tunachosherehekea ndugu zangu ni mbingu kufunguka na Roho Mtakatifu kushuka juu ya kanisa. Hicho ndicho tunachosherehekea leo. Tunachosherehekea ndugu zangu ni siku ambayo hofu ilikufa, alafu ujasiri ukazaliwa. Leo tunachosherehekea ndugu zangu ni ile siku ambayo watu waliokuwa wamejifungia kwa sababu ya hofu, wamejifungia ndani kwa sababu ya hofu ya Wayahudi. Mitume walikuwa wamejifungia ndani kwa sababu ya hofu ya Wayahudi. Sasa wanatoka wakiwa na ujasiri mkubwa, wakiwa mashahidi wa Kristo. Unajua, labda ngoja nieleze hivi. Neno Pentekoste linamaanisha siku ya 50, siku ya 50. Kwa hiyo kwa Wayahudi ilikuwa ni siku ya muhimu sana, kwa sababu ilikuwa ni siku ya kukumbuka agano la Sinai. Ilikuwa siku muhimu sana. Kwa Wayahudi ilikuwa pia ni siku ya kupokea amri, zile amri 10. Lakini pia Wayahudi siku hii ya Pentekoste walikuwa wanasherekea pia siku kuu ya mavuno. Lakini kwetu sisi wa Kristo ndugu zangu, Pentekoste ni kubwa zaidi. Ni kubwa zaidi kwa sababu leo ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Ningeweza nikasema ni siku ya agano jipya. Kwa nini agano jipya? Ni kwa sababu ni siku ambayo ile sheria ya upendo iliandikwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu mwenyewe. Katika somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, tunasikia upepo, habari ya upepo wa nguvu ukivuma na ndimi za moto zikiwashukia mitume. Alafu watu wote waliokuwa kwenye kile chumba wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wale ambao walikuwa wamejifungia kwa sababu ya hofu, baada ya kujazwa, baada ya ile manifestation ya Roho Mtakatifu, walipojazwa na Roho Mtakatifu wanatoka nje, wanahubiri kwa ujasiri na kwa nguvu sana. Sasa leo nataka nizungumze mambo 4 muhimu sana, na ni mazito by the way, muhimu sana. Jambo la kwanza nataka nieleze hii ujumbe kwamba Babeli ilitawanya, Pentekoste ikaunganisha. Babeli ilitawanya, Pentekoste ikaunganisha. Unajua, ili kuweza kuelewa vizuri ujumbe huu wa Pentekoste ni muhimu sana turudi kule nyuma kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye lile simulizi la mnara wa Babeli tunalolipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 9. Na huko ndipo unapoona chanzo cha mgawanyiko wa mwanadamu, chanzo cha mgawanyiko wa wanadamu. Na hapo ndipo tunaweza tukaelewa sasa kwamba ni kwa nini Pentekoste ni tiba ya Babeli. Unajua, Biblia inatuambia baada ya ile gharika kuu ya Nuhu, baada ya ile gharika ya Nuhu, watu wote duniani walikuwa na lugha moja, waliweza kuelewana, right? Walikuwa kama familia moja, walikuwa wanaweza kuzungumza kitu kimoja wakaelewana. Lakini badala ya kutumia sasa huo umoja wao, huko kuelewana kwao kwa ajili ya utukufu wa Mungu, wakaanza kutumia huo umoja wao na huko kuelewana kwao kwa kiburi. Wakaanza kusema sasa tujijengee mji na mnara ambao utafika mbinguni. Tujenge mnara mkubwa ambao utafika mbinguni ili tujifanyie jina, tujitengenezee jina. Kwa hiyo kumbe unaweza kuona tatizo lao kubwa halikuwa ni kujenga mnara tu, lakini tatizo lao kubwa lilikuwa ni moyo wao. Ni moyo wao. Utaniuliza ni kwa namna gani? Ni moyo wao kwa sababu walitaka kufika mbinguni bila Mungu. Sijui kama unanielewa. Walitaka kufika mbinguni bila Mungu.
Walitaka kupata utukufu bila Mungu, ndio maana yake. Walitaka kujitosheleza bila Mungu. Sasa hii haiwezekani. Walitaka kusema, ni kama vile wanasema hatumuhitaji tena Mungu. Hiyo ndio maana yake. Na ndugu zangu, ngoja mimi nikwambie, hii ndio asili ya dhambi zote. Mwanadamu kutaka kuishi bila Mungu. Hiyo ndio asili ya dhambi zote. Na ndio maana Babeli, ndugu zangu, ni ishara ya kiburi cha mwanadamu. Babeli ni ishara ya ubinafsi wa mwanadamu. Babeli ni ishara ya kujitukuza kwa mwanadamu na kutaka mamlaka bila Mungu, na matokeo yake yalikuwa ni mabaya sana. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu aliamua kuchanganya lugha zao. Mungu akachanganya lugha zao. Wakaanza kutokuelewana tena. Mwanzoni walikuwa wanaelewana, sasa hivi wakawa hawaelewani. Wale waliokuwa familia moja wakaanza sasa kutawanyika kokote duniani, sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kumbe unaweza kuona siku zote dhambi inaleta mgawanyiko. Dhambi inaleta kutokuelewana. Dhambi inaleta mpasuko, mgawanyiko. Dhambi inamtenganisha mtu na Mungu. Dhambi inamtenganisha mtu na watu wengine. Ni madhara makubwa. Dhambi inamfanya mtu aishi kwa mashindano, kwa kushindana. Badala ya kuishi kwa upendo, tunaanza kuishi kwa mashindano. Na ndio maana ndugu zangu, leo tunaona Babeli nyingi sana duniani. Kuna Babeli nyingi sana duniani. Familia hazielewani, ni Babeli hizo. Ndoa sasa hivi zinavunjika tu. Ndugu wanagombania mali. Hayo ni mababeli hayo. Mataifa yanapigana. Kwa nini hivi vitu vinatokea? Ni kwa sababu ya kutokuelewana. Ni Babeli. Jamii zimejaa chuki siku hizi, zimejaa ubaguzi. Ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa mambo haya. Na hata cha kusikitisha, hata ndani ya jamii ya Wakristo kuna migawanyiko mingi siku hizi. Na inatokea kila siku migawanyiko. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anataka ajionyeshe. Kila mtu anataka ashinde. Kila mtu anataka atawale. Kila mtu anataka afanye mapenzi yake. Sasa ndugu zangu, hiyo ndio roho ya Babeli. Hiyo ndio roho ya Babeli. Sasa katika Pentekoste Mungu anafanya jambo jipya kabisa. Mungu anafanya jambo jipya. Katika somo la kwanza hilo tulilolisikia, tunasikia kwamba watu kutoka mataifa mengi tena tofauti. Anataja hapo Waparthi, anataja Uamedi, anataja kulikuwa na Waelami, anataja watu wa Mesopotamia, anataja watu wa Kapadokia, anataja watu wa Misri, anataja watu wa Roma na maeneo mengine. Anasema hawa wote walikuwa na lugha tofauti. Kibinadamu wasingeweza kuelewana kabisa. Lakini Roho Mtakatifu alipowashukia, kila mtu aliwasikia wakitangaza matendo makuu ya Mungu kwa lugha yake mwenyewe. Ndugu zangu, hapa Mungu alikuwa anafanya kinyume kabisa cha Babeli. Anafanya kinyume cha Babeli. Kumbuka, katika Babeli lugha zilileta mgawanyiko, lakini katika Pentekoste lugha zinakuwa daraja, zinakuwa daraja la umoja, daraja la kuelewana. Katika Babeli watu walitawanyika, lakini katika Pentekoste watu wanaunganishwa. Unaona tofauti kubwa ya Pentekoste na Babeli. Katika Babeli kiburi kilitawala, lakini katika Pentekoste Roho Mtakatifu anatawala. Kwa hiyo kumbe Pentekoste, ndugu zangu, ni uponyaji wa Babeli. Na Roho Mtakatifu mwenyewe anakuja kuondoa ile chuki. Roho Mtakatifu anakuja kuondoa yale mashindano. Roho Mtakatifu anakuja kuondoa ule ubaguzi. Roho Mtakatifu anakuja kuondoa kile kiburi. Nikiweza kusema pia Roho Mtakatifu anaondoa kule kutokusameheana. Na anatufundisha nini? Anatufundisha lugha mpya. Anatufundisha lugha mpya. Na hii lugha mpya ni lugha gani? Anatufundisha lugha ya upendo. Lugha ya upendo. Na ndio maana hawa watu waliweza kuelewana siku ya Pentekoste.
Sio kwa sababu walijua lugha zote, hapana, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu aliunganisha mioyo yao. Aliunganisha mioyo yao. Ndugu zangu, ngoja nikwambie hivi. Watu wawili wanaweza kuongea lugha moja, labda Kiswahili, lakini wasielewane kwa sababu hawana upendo. Kwa hiyo sio kwamba mkiongea lugha moja mtaelewana automatically. Kama hamna upendo hamwezi kuelewana. Lakini watu wawili wanaweza kuongea lugha tofauti, wakawa watu wawili wa mataifa tofauti kabisa, lakini wakaelewana. Kwa nini? Kwa sababu wana Roho wa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, ni muhimu tufahamu hivi. Leo hii familia nyingi sana, mimi huwa ninafikiri hivi, familia nyingi hazihitaji pesa kwanza, zinamhitaji Roho Mtakatifu. Familia au ndoa nyingi kwa mfano leo hii hazihitaji maneno mengi, zinamhitaji Roho Mtakatifu kwanza. Kanisa halihitaji program nyingi zilizojaa, hapana. Kanisa linamhitaji Roho Mtakatifu kwanza, kwa sababu pale Roho Mtakatifu anapokuwepo, kiburi kinayeyuka. Pale Roho Mtakatifu anapokuwepo, chuki inaondoka. Pale Roho Mtakatifu anapokuwepo, msamaha unarudi, upendo unazaliwa tena. Roho Mtakatifu anapokuwepo, watu wanakuwa familia moja chini ya Mungu, wanakuwa familia ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni jambo la kwanza la muhimu sana. Babeli ilitawanya, alafu Pentekoste ikaja kuunganisha. Ndugu zangu, jambo la pili, Pentekoste ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Naomba nieleze hili vizuri kwa kifupi. Pentekoste ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Kwa vipi? Unajua, kama vile mtoto anavyozaliwa na kuanza kupumua, ndivyo kanisa lilivyoanza kupumua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unajua, kabla ya Pentekoste, mitume walikuwa wamejifungia kwa hofu kubwa sana. Watu walikuwa wamechanganyikiwa kabisa, hawajui nini kinaendelea. Watu walikuwa hawajui waanzie wapi. Ingawa hawa mitume walikaa na Yesu kwa miaka 3, bado walikuwa dhaifu. Ningeweza kusema kwamba walikuwa na kumbukumbu za Yesu, lakini hawakuwa na nguvu za Yesu. Ngoja nirudie. Walibaki na kumbukumbu za Yesu, lakini hawakuwa na nguvu za Yesu. Lakini Roho Mtakatifu alipowashukia, na ndio maana unakumbuka Yesu aliwaambia, msiondoke humu mjini mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Kwa Roho Mtakatifu alipowashukia, ndipo kanisa likapata uhai, kanisa likapata sauti, kanisa likapata ujasiri, kanisa likaanza mission ya kuhubiri injili duniani kote, dunia nzima. Na ndio maana katika injili ya leo tunayoisikia kutoka kwenye kitabu cha Yohana, injili ya Yohana, ile sura ya 20 mstari wa 19 mpaka wa 23, Yesu anawakuta wanafunzi wamejifungia ndani kwa hofu. Milango imefungwa, mioyo imefungwa, tumaini limefungwa, vyote vimefungwa. Lakini Yesu anasimama katikati yao, anawaambia amani iwe kwenu. Alafu kisha maandiko yanasema, kisha akawavuvia Roho Mtakatifu, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Unajua, hii ni picha ya uumbaji mpya. Kama vile Mungu alivyompulizia Adamu ile pumzi ya uhai, sasa Kristo analivuvia kanisa pumzi ya uhai ambayo ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Kumbe bila Roho Mtakatifu, unajua kanisa linakuwa ni taasisi tu. Bila Roho Mtakatifu kanisa lingekuwa taasisi tu. Bila Roho Mtakatifu liturujia zingekuwa ni utaratibu tu. Bila Roho Mtakatifu mahubiri yangekuwa ni maneno tu. Lakini ndugu zangu, Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu kanisa linakuwa hai, sakramenti zinatoa neema. Kwa Roho Mtakatifu injili inagusa mioyo ya watu. Kwa Roho Mtakatifu hata waliokuwa waoga wanasimama, wanakuwa mashahidi. Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, hata leo kuna watu wengi sana wanaishi maisha ya milango iliyofungwa. Kwa nini? Wamefungwa na hofu, labda na dhambi, na kukata tamaa.
kwenye hali walizonazo ni za magonjwa, ni hali ambayo sio rahisi. Maisha yamekuwa magumu, ni changamoto zimekuwa ngumu, ndoa zimekuwa ngumu. Lakini ndugu zangu, Pentekoste inatukumbusha jambo hili, kwamba hakuna mlango ambao Roho Mtakatifu hawezi kuufungua. Nirudie, hakuna mlango ambao Roho Mtakatifu hawezi kuufungua. Jambo la tatu ambalo tunaitwa kulitafakari siku ya leo ni kwamba Roho Mtakatifu anapokuja analeta karama. Anakuja na karama. Sasa pointi ni hii, karama sio za mashindano, lakini karama ni kwa ajili ya kujenga kanisa. Ngoja nirudie, karama sio za mashindano. Karama za Roho Mtakatifu sio za mashindano, ni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Hiyo ni muhimu sana. Katika somo la pili tunalolisikia leo kutoka barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya 12 mstari wa 3 mpaka wa 13, Mtume Paulo anatufundisha jambo la muhimu sana pale kuhusu Roho Mtakatifu na maisha ya kanisa, uhusiano ulioko hapo. Na Paulo alikuwa anazungumza jambo hili kwa sababu ya kanisa la Korinto, tatizo lililokuwa limetokea kwenye kanisa la Korinto. Ukisoma kuanzia sura ya 12, ya 13, ya 14, unaona Paulo anarekebisha tatizo lililotokea kwenye kanisa la Korinto. Na tatizo lilitokea kwa sababu ya karama. Kwa hiyo lilikuwa limeanza kanisa lilianza kugawanyika, kumeguka. Kwa nini? Kwa sababu ya karama. Watu walianza kushindana, nani ana karama kubwa zaidi ya mwingine, nani anafundisha zaidi ya mwingine, nani anatabiri zaidi ya mwingine, nani anaonekana wa maana zaidi ya mwingine. Ningezungumza kwa lugha ya sasa hivi, kwa lugha hizo, nani ana upako kuliko mwingine. Hizo ndizo lugha za leo. Wengine walifika mahali wanafikiri kwamba kwa sababu nina karama fulani, basi mimi ni bora kuliko mwingine. Hiyo ndio hali iliyokuwa kwenye kanisa la Korintho, ambayo ndio hali tulionayo leo. Wako watu wanafikiri hivyo, kwa sababu mimi nina karama hii, basi mimi ni bora kuliko wengine. Na ndio maana Paulo anaingilia kati na kusema, Bwana, karama ni nyingi, ni za Roho Mtakatifu, ni Roho mmoja. Kuna tofauti nyingi za karama, lakini ni Roho mmoja. Kumbe karama zote, ndugu zangu, zinatoka kwa Mungu mmoja. Hakuna mtu anayejipa karama yeye peke yake. Hakuna huyo mtu. Hakuna mtu anayejitengenezea kipaji yeye peke yake. Hakuna huyo mtu. Kwa hiyo kila tulicho nacho ni zawadi. Ni zawadi inayotoka kwa Mungu. Sasa ndugu zangu, ni hivi. Hapa ndipo tunapopaswa kuwa waangalifu sana, kwa sababu mara nyingi sana tunaanza vizuri sana kiroho, lakini baadaye karama zinageuka kuwa chanzo cha majivuno. Watu wanaanza na unyenyekevu wa Yesu vizuri, lakini hizi karama, akiwa na karama, zinageuka kuwa chanzo cha majivuno, zinakuwa chanzo cha mashindano, zinakuwa chanzo cha kutafuta sifa binafsi, zinakuwa chanzo cha kujiona bora kuliko watu wengine. Na mimi nafikiri hapo ndipo Roho Mtakatifu anaanza kuondoka taratibu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu hapendi kiburi. Anasema anawapinga wenye kiburi, anawanyanyua wale wanyenyekevu. Na ndio maana Paulo anatumia mfano mzuri sana. Anasema kanisa ni kama mwili. Anasema kanisa ni kama mwili. Kanisa ni mwili wa Kristo. Sasa mwili una viungo vingi. Una macho, mwili una masikio, mwili una mikono, mwili una miguu, mwili una moyo. Na Paulo anasema kila kiungo kina kazi yake. Jicho haliwezi kusema kwa sababu mimi naona, basi mimi ni bora kuliko mguu. Wala sikio haliwezi kusema kwa sababu mimi ninasikia, basi mimi ni bora kuliko mkono. Hapana. Wala sikio haliwezi kusema kwa sababu mimi ninasikia, basi mkono hauna maana. La hasha. Hapana. Mwili wote unafanya kazi kwa sababu kila kiungo kinasimama kwenye nafasi yake. Na vivyo hivyo, ndugu zangu, kwenye kanisa inavyopaswa kuwa.
Mwenye kuhubiri ana nafasi yake, mwenye kuimba ana nafasi yake, mwenye kufundisha ana nafasi yake, mwenye kusafisha kanisa ana nafasi yake, mwenye kupika jikoni ana nafasi yake, mwenye kusali kimya kimya ana nafasi yake, yule anayetembelea wagonjwa ana nafasi yake. Hakuna aliye bora kuliko mwingine, kila mmoja ana nafasi yake. Kwa hiyo hakuna karama ndogo mbele za Mungu. Tatizo letu ndugu zangu siku hizi ni hili, kwamba tunapenda sana karama zinazoonekana mbele za watu. Hiyo ndio shida tulionayo. Tunapenda sana zile karama ambazo zinatu expose, zinatuweka wazi mbele ya watu, zinatufanya tuonekane. Watu wengi tunataka kuhubiri, tunataka kutabiri wengine, tunataka kuonekana madhabahuni, tunataka kusifiwa, tunataka kuwa maarufu. Lakini watu hatutaki kuhudumia kwa unyenyekevu kwa mfano, au kusali kwa siri kwa mfano, au kusaidia bila kutajwa. Unataka ukisaidia utajwe na majina yako yote, mpaka la ukoo, mpaka la bibi. Hatutaki kubeba misalaba ya wengine kimya kimya. Yaani ukimsaidia mtu lazima ujulikane wewe ndo umemsaidia. Mimi ndo nimemtoa kwenye huo umasikini bwana. Mimi ndo nilimpa huo mtaji. Mimi ndo nilifanye, lazima ujulikane. Sasa hiyo sio sawa. Ndugu zangu, kuna karama, karama ya kweli haileti majivuno. Ngoja niseme hivyo. Karama ya kweli haileti majivuno kabisa. Karama ya kweli inamfanya mtu kuwa mnyenyekevu zaidi. Kuwa mnyenyekevu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu anajua sio yangu. Sio yangu, ni Mungu amenipa tu. Ni Mungu amenikopesha tu. Unajua ni sawa sawa na ukienda kuajiriwa kuwa dereva. Ukifika kwenye kampuni, lile gari unalopewa sio la kwako, ni la kampuni. Kwa huwezi kujitapa nalo ukasema ni gari langu. Hapana, ni la kampuni. Na karama ni kitendea kazi ambacho Mungu anakupa kurahisisha kazi yako. Ni kama vile unavyoajiriwa kuwa dereva, unapewa kitendea kazi kinachoitwa gari ili kurahisisha kazi yako ya udereva. Kazi yako ya udereva. Sasa mwenye gari sio wewe. Mwenye gari ni mwenye kampuni. Kwa hiyo mwenye karama sio wewe, mwenye karama ni Mungu, mwenye kampuni ambaye amekuajiri akakupa kazi fulani, anakupa karama ili uweze kuitenda hiyo kazi kwa urahisi. Unajua mtu mwenye Roho Mtakatifu hatumii karama kujijenga yeye. Hatumii karama kuwatisha watu. Hatumii karama kutafuta sifa, hapana. Anatumia karama kulijenga kanisa, kuponya waliovunjika moyo, kuwaleta watu karibu na Mungu. Ndio maana Paulo anasema kila mmoja amepewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake kwamba kumbe karama sio mali yako binafsi, wala karama sio mali yangu binafsi. Karama ni huduma kwa ajili ya wengine. Karama ni tools for the job. Ni zana ya kazi. Ndugu zangu, hata katika familia zetu tu kuna karama tofauti tofauti. Kuna watu kwenye familia wana karama ya uvumilivu. Kuna mwingine ana karama ya kuleta amani tu. Amani. Kuna mwingine ana karama ya kutia moyo kweli. Anaweza kukutia moyo kweli hata ulipokuwa umevunjika moyo kabisa, umekata tamaa, yeye anaweza kukutia moyo. Kuna mwingine ana karama ya kusaidia wengine. Anajisikia tu kusaidia wengine. Lakini tatizo ni kwamba watu wengi hatuthamini tena karama tulizopewa. Lakini tunataka kuiga karama za wengine. Unataka uige karama ya wengine. Ndio maana leo ndugu zangu tunaona kuna ushindani wa ajabu ajabu ndani ya huduma. Kuna ushindani wa ajabu ajabu ndani ya vikundi mbalimbali vya kanisa. Kuna ushindani ndani ya vyama vya kitume. Kuna ushindani, kuna ushindani wa ajabu ajabu. Kuna migawanyiko ndani ya jumuiya huko. Kuna kuumizana kwa sababu tu ya kutafuta nafasi. Watu wanaumizana kweli kweli.
Sasa wewe niseme hivi, hiyo sio roho ya Pentekoste, hiyo ni roho ya Babeli. Hiyo ni roho ya Babeli. Na ndio maana Roho Mtakatifu haleti mashindano. Roho Mtakatifu analeta umoja katika utofauti. Pale kwenye tofauti, Roho Mtakatifu analeta umoja hapo. Analeta umoja. Unajua kama bustani ilivyo nzuri kwa sababu ina maua mbalimbali, ndivyo ilivyo na kanisa pia. Kanisa linakuwa zuri kwa sababu lina karama mbalimbali. Lina watu wenye karama mbalimbali. Usitake wote tuwe na karama moja tu. Hapana. Ni kama vile bustani inapendeza ikiwa na maua mengi ya aina mbalimbali. Kama kila mtu angekuwa macho tu kwa mfano, hivi mwili ungekuwaje? Ungekuwa na uwezo wa kutembea? Vipi kama ungekuwa wewe, yani wewe mtu ni mdomo tu, hivi mwili ungekuwa na uwezo wa kushika kitu? Haiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu, vivyo hivyo katika kanisa tunahitaji wahubiri, tunahitaji waimbaji, tunahitaji walezi, tunahitaji walimu, tunahitaji wanaosali, tunahitaji wahudumu wanaohudumia maskini, tunahitaji watu wa amani, tunahitaji tunahitaji watu mbalimbali, karama mbalimbali zitende kazi pamoja. Hawa wote wanakuwa mwili mmoja kwa sababu ya roho mmoja. Sasa siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu hakuwashukia ili washindane. Hapana. Aliwashukia ili washirikiane. Hakuwashukia ili wajitukuze. Hapana. Aliwashukia ili Kristo atukuzwe. Ndio maana leo ndugu zangu, tunapaswa kujiuliza swali hili, kwamba hivi karama yangu inajenga au inabomoa? Karama yangu inajenga shirika au inabomoa shirika? Inajenga kanisa au inabomoa kanisa? Inajenga ndoa au inabomoa ndoa? Inajenga familia au inabomoa familia? Kipaji ulicho nacho kinawaleta watu karibu na Mungu au kinanileta mimi au mimi mbali na watu? Kwa hiyo kipaji nilicho nacho kinafanya kazi gani? Kinanileta karibu na Mungu au karibu na mimi mwenyewe? Je, ninatumia vipaji vyangu kwa namna gani? Ninatumia vipaji vyangu kwa utukufu wa Mungu au natumia vipaji vyangu kwa sifa yangu binafsi, kujenga sifa yangu, kujenga ufalme wangu? Kwa sababu karama yoyote ambayo haijengi upendo, karama yoyote ambayo haijengi umoja, hiyo sio karama ya Roho Mtakatifu. Ukiona mtu anainuka ana karama, alafu badala ya watu kumsikiliza wanamkimbia, badala ya amani kunatokea migawanyiko, hiyo sio karama ya Roho Mtakatifu. Jambo la 4 na la mwisho, Roho Mtakatifu ni kama mafuta kwenye gari. Nimetaka kutumia mfano huu. Ni kama mafuta kwenye gari. Unajua watu wengi wanafikiri kwamba nilishabatizwa bwana, au nilishapata kipaimara inatosha. Hapana. Ni vyema tukafahamu kwamba maisha ya kiroho ndugu zangu yanahitaji kujazwa Roho Mtakatifu kila siku. Kila siku. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni kama mafuta kwenye gari. Hata gari lako liwe zuri kiasi gani, usipoweka mafuta haliendi. Hata liwe lipya kiasi gani, hata ufunge matairi mapya kila siku, usipoweka mafuta haliendi. Vivyo hivyo ndugu zangu na sisi, hata uwe na elimu nzuri kiasi gani, hata uwe na cheo kiasi gani, hata uwe na vipaji vingi kiasi gani, bila Roho Mtakatifu maisha yako ya kiroho hayatatembea. Hayatatembea. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu mpaka mpokee uweza kutoka juu. Kwa sababu Yesu alijua rasmi wazi kwamba bila Roho Mtakatifu hawa watu hawangeweza kuhubiri. Bila Roho Mtakatifu wasingeweza kuvumilia mateso. Alijua wazi. Bila Roho Mtakatifu wangerudi nyuma kwenye zile hofu zao za mwanzo. Bila Roho Mtakatifu. Na sisi pia ndugu zangu, tunahitaji kujazwa kila siku Roho Mtakatifu. Kupitia nini? Kupitia sala, kupitia Ekaristi Takatifu, kupitia sakramenti ya upatanisho, kupitia neno la Mungu, kupitia maisha ya neema. Hivyo ndivyo tutakavyojazwa mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Ndugu zangu wapendwa, tumuombe Mungu atujalie neema ya kumkaribisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Avunje zile Babeli za mioyo yetu zilizojaa.
aunganishe kile kilichovunjika ndani yetu, awashe ule moto wa imani ndani yetu, ili tubadilike kutoka kuwa watu wa hofu, alafu tuwe watu wa ujasiri, mashahidi wema wa Kristo. Ndugu zangu, pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi lolote peke yetu. Tumuombe Mungu atujalie neema hiyo katika adhimisho hili la sherehe hii ya Pentekoste. Nawatakia sherehe njema ya Pentekoste. Roho Mtakatifu aijaze mioyo yetu na aongoze maisha yetu kwenye njia ya utakatifu. Mungu Mwenyezi awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia Dominika njema.